nilikuweko kwenye siasa za upinzani. Naweza nikasema hata sasa hivi naweza nikaweka kwenye siasa za upinzani, lakini sio siasa za kijinga. Maana kuna siasa za upinzani na kuna siasa za kijinga. Naona lazima hilo tuelewe. Mjinga ni yule ambaye kuwa hajui, lakini kuna wengine ni upumbavu. Maana yake mpumbavu wanaambiwa ni sawa sana kimo tu. Akishakuwa mrefu ni mrefu na mfupi ni mfupi. Kwa hiyo hata ukamwambia vipi hawezi kuelewa. Lakini katika umri wangu mimi wa kisiasa, achia mbali umri wa kuzaliwa, kwa kweli inanitosha kuweza kuelezea kwamba wapi tulikotoka na tulipo na tunakoelekea. Nakuelekea ambao kuwa msingi wa unakoelekea unakujenga leo. Kwa kweli mwanadamu yeyote anajua, mwenye umri ambao kuwa ni zaidi ya miaka 40, kwa sababu toka turudi katika mfumo wa vyama vingi tuko miaka 32. Kwa hivyo mtu yote ambaye kwa na miaka 32 wakati mwingine na haya ambayo kwa anayaona anaweza akaona akielezwa maneno ya hao ambao kwamba anasema kwamba serikali inauza kasumba. Maana yake ndio maneno ambayo kwa anazungumza mwenyekiti wa ACT aliyokuwa anawaambia wananchi wa wapi kule Wawi na Chake Chake. Naona kwa kweli ni mambo ya kusikitisha sana, kwa sababu zamani ilikuwa ukija kwenye elimu hatuna wasomi kama tulionao sasa hivi, na lengo la serikali sio kuzalisha wasomi alafu waje itukane serikali yao. Lakini kwa baadhi ya wasomi wanachoona peke yao ni kuitukana serikali, kwamba hiyo ndio fadhila za kusomeshwa na serikali yetu. Lakini nikiangalia mfano mmoja tu, ni juzi tu Mheshimiwa Dr. Hussein alizindua meli inayoshusha kontena pale Pemba. Inayoshusha kontena kwamba inakuja mpaka kwenye ukuta alafu yake inateremsha kontena. Lakini wakumbuke wale ambao kuwa wana akili zenye kufanya kazi, kwamba sisi ilikuwa meli inafika mkoani inakaa umbali mrefu tu, baadaye kuna viboti ndio vinaenda kuwabeba na mabegi yenu na nini, alafu mnakuja angalieni watu waliokuwa na tabu ya usafiri waliokuwa kiupata. Leo wewe meli inatia nanga pale kwenye ukuta, ile kuteremka tu ile msuguano kwenye mlango, tabu unayoipata. Lakini fikiria kwamba meli imeshafika lakini iko mkondoni, halafu yake ndio inakwenda mashua na mabegi, lakini unashusha mizigo yako ile unatia kwenye mashua. Wakati mwingine mpaka ajali zilikuwa zinatokea, kama kule Wete ilikuwa kwamba kwanza mashua ile ielekee kama inaelekea Mtambwe kule, inatafuta upepo ili matokeo yake uweze kuteremshwa hapo. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba tunatoka katika mazingira magumu sana. Ukija katika sekta ya usafiri wa mambo ya baharini, mazingira magumu, lakini leo tunashukuru kwamba unaingia kwenye boti saa 1, saa 3 umeshafika Pemba. Lakini zamani ilikuwa meli unaosafiria Afrika au Jamhuri, uanze kutengeneza maandazi, vyakula, yani utengeneze chakula ili utakapokuwa kwenye meli uweze kupata chakula, kwa sababu masaa 12 kutoka Unguja mpaka kufika Pemba. Lakini leo tunashukuru alhamdulillah kutokana na mazingira yalivyo, lakini hata urahisi wa kuteremka pale bandarini. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo ya kuyashukuria sana, kwamba namna tulikotokea na hatua ambayo kwa inapigwa, na tunategemea itapigwa hatua nzuri zaidi. Sasa ikiwa leo haya hatuyashukuri, unasikiliza maneno kwamba gari lipo hapa, tunataka tuingie kwenye basi tuende zetu Morogoro au sehemu nyingine yoyote, wewe unangojea basi inayotengenezwa. Basi gari hili linatengenezwa toka mwaka 92 mpaka leo haijatengenea, ndio unangojea tu wewe kwamba mimi nangojea serikali ya maneno, maana sio ya vitendo. Kwanza shikilia hapa ambapo uko napo, kwamba kubaliana na serikali iliyopo, hata hiyo itakapokuja ndio utaangalia kwamba kwa maendeleo haya ni bora ni hii serikali ambayo kwa ipo. Lakini ninachowafahamisha ndugu zangu, hakuna kazi ngumu kama kuongoza serikali, na mambo haya ya uongozi anayo mwenyewe Mwenyezi Mungu, sio kwamba anayo binadamu. Na hawa watu wote waliopo wanajua nani ambaye kwa anaweza akamkabidhi kijiti kwa sasa hivi ili kuwaongozeni nyinyi. Leo ikiwa watu chama tu kimewashinda, kwa mfano hapa tulikuwa chama kikuu cha upinzani ilikuwa ni CUF na CCM ndio walikuwa kishindana, lakini matokeo yake kukatokea mifarakano, mwisho wa siku CUF kwake ikazaliwa watu wakaenda ACT. Leo ACT usishangae hata hiyo ACT kesho ikawa nyingine, kwa sababu sasa hivi hata hiyo miongozo ambao kwa anakwenda nayo
si miongozo anayoendana na katiba, kwa sababu leo unakwambia tunampigia kampeni nani, Mheshimiwa Othman Masoud ndio atakuwa rais wa Zanzibar. Ina maana nyinyi hamna utaratibu wa kufanya uchaguzi nani atakayegombea. Ina maana hakuna nafasi ya mtu yote kugombea katika chama chenu ili mwanze kumtangaza huyu ambaye kuwa wala hapo mwanzo yeye hakuwa ni mgombea urais, kwa labda kuna miaka 5 anataka kumaliza kwa mujibu wa katiba yenu. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba udhaifu ulioko katika upinzani. Haya ni mambo ambayo kwa tunayo, lakini chama hichi kunakuwa na mtu mmoja tu au watu wawili tu akishasema yes na nyewe nyote muitikie yes, watu wazima na akili zenu, miaka wengine miaka 60 miaka 70 wanajua namna chama kilivyojengwa. Leo haya ni mambo ya kuangalia. Kwa hivyo msifikirie kwamba kuongoza taifa ni jambo rahisi, kwamba kila mmoja anaweza akaongoza tu. Hata Dr. Salmini alisema kwamba hii sio asali kwamba kila mmoja arambe au aonje. Naona. Kwa hivyo wakati mwingine mnaweza mkalaumu kwa nini fulani hawapewi serikali. Hamna. Hayo mamlaka yake Mwenyezi Mungu anajua kutokana na waja wangu walivyo niwapelekee kiongozi wa namna gani ili waweze kufika pale ambapo kwa nataka. Lakini nawaambia kwamba kwa njia moja ama nyingine mnapopata neema ishukurieni. Unapomshukuru mtu anayefanya yale utamshukuru na Mwenyezi Mungu. Lakini ikiwa hushukuru yule anayefanya, matokeo yake hata Mwenyezi Mungu hautamshukuru. Na ikiwa mshukuru Mwenyezi Mungu neema anayokupa, basi matokeo yake usitegemee kwamba utapata maendeleo katika neema zako unazopata. Na ndio kaambia kwamba kwa kweli tushukuruni sana kwamba leo ikiwa kuna bandari ya Shumba, hukufikiria kwamba siku moja kule Shumba kutajengwa bandari. Lakini bandari ya Mkoani namna tabu tuliokuwa tukipata miaka ya 70 na 80, lakini leo alhamdulillah kwa njia moja ama nyingine kumekuwa na unafuu ukilinganisha na tunakotoka. Leo naambiwa kwamba tayari bandari ya Wete kuna upembuzi ambapo kwa wakati wote wanaweza kujengewa. Haya ni mambo ya kwamba tuombeni Mungu haya yanayozungumzwa yaweze kutekelezeka. Lakini mara nyingi kiongozi anayeahidi na akatekeleza, huyo ni muungwana. Lakini kiongozi ambaye kuwa anauza maneno, huyo ni mtu wa kuhofu sana. Na ndio viongozi wengi wanasiasa wanayozungumza, wengi wao wanayozungumza kwenye mdomo na moyoni ni mambo mawili tofauti. Na haya mimi nayazungumza kwa sababu nayajua, na mimi mwenyewe nimekuwa kiongozi, nimekaa katika na viongozi, tunajua sifa na aibu za viongozi wa namna hiyo. Na ndio kashtukia kwamba Tanzania upinzani umeshindwa kuchukua serikali kwa sababu hawana umakini juu ya kile ambacho wanachokihitaji. Na ndio kashtukia toka mwaka 92 mpaka leo vyama vyote vya upinzani wingi wao wana rithi migogoro. Ukiangalia kama Chadema matokeo yake ni migogoro tu. Ukiangalia NCCR kilikuwa chama kikubwa, leo ndio hivyo. Ukiangalia chama cha CUF kilikuwa ni chama kikubwa cha upinzani, kilikuwa kinatikisha Tanzania. Lakini leo ukitamani sasa ni kwa nini kama mnafanya hivyo? Ubinafsi unapotawala katika siasa zetu, matokeo yake hakuna mafanikio, hata kama ni chama cha mtu mmoja au wawili. Kwa sababu tumeona vyama vingine vilivyo kwamba mtu ni sawa sana kwamba ni NGO yake, kwamba hataki hata watu waingie katika chama kwa sababu anajua ni chama chake yeye mwenyewe. Sasa hii ndio udhaifu ulioko katika upinzani. Kama kweli ingekuwa mna nia njema mnataka kuiondoa CCM madarakani, kwa kweli ingekuwa na mipango mizuri tu. Toke mwaka 92 mpaka leo miaka 32, mna wasomi wengi, kuna matajiri, kuna serikali na wapeni ruzuku, mjenge demokrasi katika vyama vyenu ili muaminike kwa taifa kwamba siku moja mkichukua serikali nchi itakuwa salama. Lakini kuna wengine toka walipoanza kuanza mfumo wa vyama vingi huu, anatembea na ngumi, anakuambia people power, kwamba yeye atatumia nguvu za umma. Ili nguvu za umma wapi? Maanake watu wajengee mazingira kwamba kutokana na unayowafanyia wakati hujachukua serikali, waridhike kwamba siku ukichukua serikali utakuwa na chama kilichokuwa ni imara tu, au serikali itakuwa ni imara tu. Lakini leo huja kuwa na serikali, mnaanza kugombana wenyewe kwa wenyewe, hamna demokrasi ndani ya vyama vyenu. Alafu yake kweli utahimiza demokrasi ya taifa wakati wewe mwenyewe demokrasi na kushinda? Haya ni mambo ambayo kwa natakiwa tuwe waangalifu sana. Na kama kweli upinzani una nia njema ya kutaka kuchukua serikali, wapambane na CCM. Yale mazuri wanayoyafanya CCM, wao wafanye mazuri zaidi, au tayari waonekane kwamba katika vyama vyao kuna mwelekeo kuhakikisha kwamba hawa wakipewa serikali kwa kweli kutakuwa na unafuu mkubwa wa maisha, lakini kutakuwa na demokrasi kamili. Lakini mfano mmoja tu, kuna wengine hawa ambao kwa wamepewa madaraka haya, wengine walisema mimi
kama nitakuwa mpinzani, siku mkiniona ni mpinzani, mimi niwekeni pingu kabisa, tayari nimeshapata wazimu. Lakini matokeo yake mtu huyo baada ya kupewa nafasi ya juu anaanza kuilani serikali, wakati yeye miaka yake yote alikuwa ndani ya serikali. Sasa kama unailaumu serikali, wewe sio umesababisha kwamba kama serikali imefanya vibaya, wewe sio umesababisha, kwa sababu ulikuwa miongoni mwa viongozi wakuu ndani ya serikali. Kwa hivyo hapa watu wananchi wanatakiwa waangalie sana, na kwa sababu hata zile lugha za kuzungumza kwenye mikutano hawana. Mtu atakwambia hapa itakuwa Singapore, lakini matokeo yake chama chake kimekuwa ni chama cha, maana yake badala ya kupanda juu kinashuka chini. Sasa nitakuaminije wewe kwamba kweli unaweza kufanya nchi ikawa Singapore? Haya ni mambo ambayo kuwa Waswahili wanasema akili ya kuambiwa uchanganye na za kwako.